Wide News TV inakuletea wakuu wa taasisi za serikali walivyotumia ufunguzi wa mafunzo ya Jeshi la Akiba kutoa elimu, ambapo wakuu hao wa taasisi za serikali wametumia ufunguzi wa mafunzo ya Jeshi la Akiba wilayani Misungwi kutoa elimu kwa wananchi wa wilaya hiyo pamoja na vijana wanaoshiriki mafunzo hayo. Afisa uhamiaji wilaya Misungwi, mrakibu mwandamizi Epifania Joseph Limo, ametumia uzinduzi wa mafunzo ya Jeshi la Akiba kueleza majukumu alionayo kama moja ya vyombo vya dola nchini. Mrakibu mwandamizi wa uhamiaji ndiye afisa uhamiaji wilaya Misungwi. Ofisi ya uhamiaji au idara ya uhamiaji ni mojawapo ya chombo cha dola. Chombo cha dola ambacho kinahusika na kusimamia usalama wa nchi, kwa maana usalama wa raia na mali zake. Tunasimamia uingiaji na utokaji wa raia wa Tanzania, lakini pia uingiaji wa wageni. Kuingia kwa wageni tunampa kibali cha kustahili kuishi hapa nchini, lakini kutoka kwa raia wa Tanzania tunampa pasipoti ili aweze kutoka na kwenda kufanya aidha biashara au shughuli zozote za kikazi nje ya nchi. Kwa hiyo tunawakaribisha sana kwenye ofisi yetu, muweze kujipatia pasipoti kubwa ya miaka 10, lakini pia pasipoti ndogo ya mwaka mmoja. Pasipoti ndogo ya mwaka mmoja thamani yake ni shilingi 20,000, lakini kubwa ya miaka 10 ni shilingi 1,500. Utafika kwenye ofisi zetu utapata huduma hizo. Lakini pia ukiwa na mgeni wako ambaye ametoka nchi za nje, anahitaji kuja kukaa hapa nchini, unaruhusiwa kumleta kwenye ofisi zetu na tutakupa utaratibu wa kumfanya aishi hapa nchini kihalali. Kwa hiyo ndugu zangu, wananzengo wenzangu, wale wanahitaji wafanyakazi wale wa bei rahisi, Warundi, si wa kutoka wapi, naomba uje ofisi ya uhamiaji tukupe utaratibu wa kuweza kumhalalisha aweze kuishi nchini kihalali na kufanyia kazi zako katika utaratibu unaotakiwa. Vinginevyo tukikuta na mtu ambaye ni raia wa Tanzania ambaye hana kibali cha kuishi hapa nchini, wewe utakuwa umekosa kisheria, lakini pia na yeye mwenyewe atakuwa amekosa kisheria. Kwa hiyo naomba tufuate utaratibu. Aidha, Limo amewataka wananchi wa wilaya hiyo kuwa wazalendo wa nchi na kutumia falsafa ya mjue jirani yako. Lakini pia uhamiaji tunajihusisha na suala la kumjua jirani yako. Kumjua jirani yako kwa maana kwamba umjue yeyote yule ambaye unaishi naye katika mazingira ya kuishi, lakini katika mazingira ya biashara au katika mazingira yoyote yale. Umjue, je, huyu ni raia mwenzangu au ni mgeni? Kama ni mgeni, naomba uwasiliane nasi, tutakuja kutoa elimu zaidi kwenye maeneo mbalimbali, kwenye mikutano mbalimbali, namna gani ya kujua. Kwa sasa hivi hapa muda ni mfupi, na nyie vijana tutakuja kuwapa elimu ya uraia pamoja na kumjua jirani yako. Kwa hiyo natoa rai kwa wananchi, mtu yoyote ambaye unamuona haeleweki, naomba utupigie uhamiaji, sisi tunajua jinsi ya kupambana naye na kumtambua. Naomba niache namba yangu ya simu, mnaweza kuwasiliana nasi kwa muda wowote ule ili tuweze kufanya ushirikiano mzuri na kuweza kuendelea kulinda nchi. Namba yetu ya simu ni 0755 85 88 83. Ukipiga hiyo unanipata mimi mwenyewe. Naye mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU wilaya Misungwi, Helen Makala, anasema vijana wanaoshiriki mafunzo ya Jeshi la Akiba wanapaswa kutambua umuhimu wa miiko ya utumishi wa umma. Mimi naitwa Helen Makala, ni mkuu wa TAKUKURU wilaya Misungwi. TAKUKURU taasisi ya umma ambayo imepewa jukumu la kuweza kuzuia na kupambana na vitendo vya rushwa katika sekta zote ambazo zinatoa huduma. Kwa hiyo Jeshi la Akiba ni
ni moja ya watumishi ambao hata kwenye risala ya afande amesema waangaliwe ili waweze kufanya shughuli mbalimbali baada ya kumaliza mafunzo yao. Kwa hiyo kwa wakati huo tutakuja tuje tupeane miiko ya utumishi wa umma, kwa sababu mshaajiriwa kwenye hizo idara na mnakuwa tayari mnahudumia umma na mnatakiwa mfuate sheria, kanuni na taratibu ambazo zimewekwa. Katika hatua nyingine, mkuu huyo wa TAKUKURU amewaasa wananchi kujihadhari hasa kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani, kutojihusisha na vitendo vya rushwa. Labda mwenyekiti wa idara yako, naomba niongee na wananchi kwa uchache ambao katika uwanja huu. Naomba tutoe wito kwamba tunaelekea kwenye uchaguzi, na kwenye uchaguzi tunaweza tukapitiwa na watu ambao wanahitaji kutuongoza, madiwani, wabunge, katika kutuhonga. Kwa hiyo mimi nitoe wito kwamba tukachague viongozi waadilifu ambao watajua shida zetu na watakuja kututumikia, ambao watatuhonga. Maana ni kwamba umefanya biashara na biashara hiyo imeisha, utakuwa na uwezo wa kuja kumuuliza, kwa nini Misungwi hatuna maji? Kwa nini Misungwi hatuna barabara nzuri? Kwa sababu umeshanunuliwa na biashara mkamaliza. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba tunachagua viongozi na watapita kwenu kuja kuuza sera. Kwa hiyo tuhudhurie mikutano watakayoitishwa ili tuweze kusikiliza sera, na mwisho wa siku mwezi wa 10 tukafanye maamuzi sahihi kwa kumleta kiongozi atakaye kuletea maendeleo na ambaye atakuwa mtumishi wenu na sio nyie kumtumikia. Mkipokea rushwa, manake huyo kiongozi kwamba amekudharau. Na nilipita sehemu fulani mwaka jana katika uchaguzi ule wa serikali za mitaa, niliambiwa rushwa zilizokuwa zinatolewa ni maandazi na kikombe kimoja cha chai. Sasa tujiulize kwamba wewe mpiga kura, thamani yako wewe ni andazi na kikombe cha chai? Sisi kura yetu sio kwenda kwenye chai na maandazi mawili. Wengine walikuwa wanaomba pakiti za chumvi. Ni kweli tunahitaji tuombe chumvi? Kwa hiyo tuchague viongozi ambao ni waadilifu, watakao kuja kusimama na sisi na kutuletea maendeleo. Kwa upande wake, afisa wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji wilaya Misungwi, Veronica Agricola, amesema milango iko wazi na kuomba wananchi wa wilaya hiyo ushirikiano yanapotokea majanga yakiwemo ya moto, ili waweze kutoa taarifa kwa kutumia namba maalum. Sisi tunasoma ramani. Kama unajenga nyumba yako, tafadhali tupitie kushauri. Lakini sisi tunafanya ukaguzi wa kinga na tahadhari ya moto. Kama una eneo lako hatujafikia, naomba tutaarifu tupitie ili uweze kuwa salama. Lakini pia huwa tunafanya uchunguzi wa matukio ya moto ili kuweza kubaini vyanzo na hatimaye kutoa elimu ili asiendelee kujitokeza. Kwa hiyo kesi umepatwa na ishu moja hapo inayoleta na hiyo kazi zetu, tafadhali karibu. Lakini pia niseme namba yetu ya dharura kwa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ni 114 hii kwa Tanzania nzima, lakini itaita kwa mkoa utakao kuwepo. Ukipiga ukiwa Mwanza itaitikia Mwanza, ukiwa Mara itaita Mara, iko kwa namna hiyo. Wananchi wa wilaya Misungwi wamejitokeza kushuhudia ufunguzi wa mafunzo ya Jeshi la Akiba, ambapo wamenufaika na elimu kutoka katika taasisi hizo za kiserikali.